Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii humu nchini. Ripoti au habari za hivi punde ni habari kutoka Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambazo ni habari za kusikitisha na za huzuni. Machozi ya tanda usiku wa leo katika Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Habari za kifo za ikumba taifa la Tanzania usiku huu, za mtoa machozi Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Habari za kifo leo mchana, Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza kupitia akaunti yake ya X almaarufu kama Twitter. Alitangaza rasmi mkasa wa kuhuzunisha uliolikumba taifa na ambao umeweza kumsikitisha sana akiwa Ikulu. Ajali ya barabarani iliyotokea jijini Mwanza imegharimu maisha masista wanne wa Kikatoliki kanisa pamoja na dereva wao. Kulingana na Rais Samia Suluhu Hassan, ajali hiyo mbaya imeacha jamii ya Wakatoliki na nchi nzima kwa ujumla ya Tanzania katika majonzi na machozi magumu, huku ni mtu mmoja tu aliyeweza kunusurika akipokea matibabu hospitalini. Kulingana na rais, kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyochapisha kupitia mtandao wa kijamii wa Ikulu imebeba ujumbe wa majonzi makubwa na wito wa umoja wa kitaifa katika kukabiliana na wakati huu mgumu wa majonzi. Katika maelezo yake, Rais Samia Suluhu Hassan alieleza kusikitishwa kwake na huzuni ya masikitiko yake na mshikamano wake wa walioathirika. Aliweza kuandika nikimnukuu, "Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu wapumzike kwa amani na amjalie afueni ya haraka mmoja anayeendelea na matibabu." Rambirambi zake hazikutolewa kwa familia za marehemu peke yake rais, bali hata kwa uongozi wa kanisa Katoliki, jumuiya pana ya Wakristo na Watanzania wote walioshiriki katika maombolezo hayo. Maneno ya Rais Samia Suluhu Hassan yalirejelea uzito wa hasara hiyo na huzuni, yakisisitiza jinsi mikasa kama hiyo inavyogusa zaidi ya familia za karibu hadi bendera ya kitaifa kwa ujumla. Mtazamaji, kulingana na ripoti hiyo yake Samia Suluhu Hassan iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii wa X ama Twitter, kama unavyotazama kwenye screen yako, ni kunukuu, aliandika hivi: "Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya vifo vya masista wanne wa shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu pamoja na dereva wao katika ajali ya barabarani iliyotokea jijini Mwanza usiku wa kuamkia leo. Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu wapumzike kwa amani na amjalie uponyaji wa haraka mmoja anayeendelea na matibabu. Ninatoa salamu za pole kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TAC, Askofu Wolfgang Pisa, jumuiya ya masista wa shirika la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, waumini wote wa kanisa Katoliki, mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda, ndugu jamaa na marafiki na wananchi wote kwa msiba huu." Mtazamaji, unaotazama kwenye skrini yako ni ripoti yake Rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha baada ya habari hizi za huzuni. Rais Samia mahususi aliwasiliana na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa, ushirika wa masista wa misionari wa Karmeli, waumini wa kanisa Katoliki, pamoja na mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda, pamoja na ndugu jamaa na marafiki na wananchi wa Tanzania kwa ujumla ambao wameguswa na ajali hii mbaya na habari hizi za kifo. Kwa kufanya hivyo, aliangazia muunganiko wa jamii ya Tanzania, ambapo jumuiya za kidini, uongozi wa wananchi na wananchi wa kawaida ambao hushiriki katika nyakati za pamoja za maombolezo. Ujumbe wake ulikuwa zaidi ya taarifa rasmi, ilikuwa wito kwa huzuni ya pamoja na nguvu ya pamoja. Mkasa uliotokea Mwanza kwa mara nyingine umedhihirisha changamoto ya kuendelea kwa ajali za barabarani nchini Tanzania. Kila mwaka maelfu ya maisha hupoteza maisha kwenye barabara kuu na barabara za mijini na kuacha familia zikiwa zimeharibiwa na jamii kuvunjika. Wachambuzi na wanaharakati wa usalama wameonya kwa muda mrefu kuwa hali mbaya ya barabarani, kuendesha gari kwa uzembe, kutotekelezwa ipasavyo kwa sheria za trafiki na mambo ya kimazingira kama vile mvua kubwa kuchangia adha hiyo kubwa ya maajali. Katika ajali hii ya hivi punde ambayo imemgusa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu, hali halisi ya kimuundo kwa mara nyingine tena iligeuza safari kuwa maafa ambayo yametokea mbali zaidi ya Mwanza. Kwa Watanzania wengi, kufiwa na masista hawa wanne ni jambo chungu sana, kwa sababu ya nafasi yao katika jamii ambayo imepelekea kumtikisa hata
kumfuata Rais Samia Suluhu Hassan. Masista wa misionari wa Karmeli wanajulikana si tu kwa huduma yao ya kiroho bali pia kwa michango yao ya kijamii, hasa katika makanisa Katoliki. Wanaendesha shule, vituo vya afya na programu za kufikia jamii zinazohudumia baadhi ya wanajamii walio hatarini zaidi. Utume wao unaongozwa na imani na dhabihu, unagusa maisha ya kila siku ya kila mwananchi wa Tanzania. Kufa kwao kwa ghafla sio tu hasara ya kidini bali pia ni kikwazo kwa jamii walizotumikia. Wanaparokia, wanafunzi na wagonjwa kwa pamoja wameachwa na mshtuko, wakiomboleza wanawake masista ambao walikuwa wamejitolea maisha yao kwa huduma za kidini. Taarifa za ajali hiyo zilisambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, ambapo Watanzania wengi walionyesha huzuni na mshikamano. Salamu za rambirambi zimemiminika kutoka kwa viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, pamoja na wananchi wa kawaida na wanadiplomasia pamoja na wanadiaspora. Kwa wingi, masista walionyesha huruma na huduma, na vifo vyao vimesababisha tafakari kubwa juu ya udhaifu wa maisha. Mijadala ya mtandaoni pia imevuta hisia kwenye tatizo la mara kwa mara la usalama barabarani, huku wengi wakiitaka serikali ya Samia Suluhu Hassan na jamii kuchukua hatua kushughulikia majanga yanayoweza kuzuilika. Wito wa Rais Samia wa maombi umesikika katika imani na jamii mbalimbali. Viongozi wa dini wanaandaa mikesha na misa maalum kwa ajili ya kumwenzi marehemu na kumwombea manusura apate nafuu. Katika parokia nyingi, waabudu wamekusanyika wenyewe ili kuwasha mishumaa, kuimba nyimbo na kufarijiana kwa kuweza kuomboleza. Zaidi ya mwelekeo wa kidini, mikusanyiko hii inawakilisha wakati wa mshikamano wa kitaifa, kuonyesha jinsi janga linavyounganisha Watanzania katika migawanyiko ya imani, ukanda na misimamo ya kisiasa. Janga hilo limeibua upya wito wa mabadiliko ya kimfumo katika kushughulikia usalama barabarani nchini Tanzania. Vikundi vya utetezi vinahimiza utekelezwaji mkali wa vikomo vya mwendo kasi, mafunzo bora kwa madereva, uboreshaji wa miundombinu ya barabara na udhibiti thabiti wa usafiri wa umma. Wataalamu wanaona kuwa bila mageuzi ya kina, ajali hizo zitaendelea kupoteza maisha wengi. Wanasema kuwa vifo vya masista na dereva wao vinapaswa kuwa chachu kwa serikali na jamii kujitolea tena kufanya barabara kwa salama. Mtazamo huu unapendekeza kwamba ingawa huzuni ni ya haraka, changamoto ya muda mrefu ni kuzuia huzuni kama hiyo kurudia tena barabarani. Mamlaka inatarajiwa kutoa maelezo zaidi kuhusu chanzo cha ajali hiyo na mipango ya mazishi ya masista hao na dereva wao. Tayari maofisa wa serikali wametembelea hospitali ambayo manusura anapokea huduma na kuahidi utegemezo kwa familia na kuwasaidia. Wakati huo huo, kanisa Katoliki linafanya kazi kwa karibu na viongozi wa serikali wa eneo hilo kutayarisha mazishi ambayo yanatarajiwa kuvuta maelfu ya waombolezaji. Katika nyakati kama hizi, taasisi za serikali na za kidini mara nyingi hushirikiana kuakisi utamaduni wa Tanzania wa umoja wakati wa maombolezo ya kitaifa.